Watu wangu mimi nataka mkae ngangari. Na mimi niliwaambia kwamba 2027 sehemu hii ya magharibi hakuna kura ya kuchezea tena. Tumesema Mluya atajipeleka kwa meza peke yake. Hatuendi barabara nyingine ya Nyanza ama mahali pengine. Wa Kenya letu ni nchi nzuri. Lakini viongozi ambao tuko nao ni viongozi wanajali tumbo zao. Ndio maana nasema ya kwamba tushikilie Matiang'i na Natembeya. Kama tunataka kuenda mbali. Na kama mtaki, chagueni tu wale ambao tunachagua. Tumechagua since 2002. Kuna watu walikuwa kwa ballot 2002. Leo bado wako. Bado tu wako tu tunasukumana nao. Unashindwa huyu mtu nini anataka? Nini wanataka? Mimi nataka niambie wa Kenya. Mimi si Mluya, mimi si Mkisii. But watu ambao watatusaidia Kenya hii, Kenya letu na tusonge mbele. Tushikilie George Natembeya, Governor Trans Nzoia, tushikilie Fred Okango Matiang'i. Hawa viongozi wawili wasungumuse pamoja kisha tusonge mbele kama wa Kenya. Waelewani nani anakuwa president, nani anakuwa deputy, na ni wapi tunafaa kusaidia Kenya. Ndugu zangu wa Kenya, my fellows Kenya, tusipojanjaruka kama wapiga kura, tutakufa. Sisi wenyewe tunaenda kwa hiyo meza, si ndio? Wala ambao ni marafiki wa Wetangula na Mudavadi na nani, mimi nasema tu pole. Ama namna gani? Akakwe kawe. Lemezi na vandu wewe. Simamo yao imekwisha. So wameuza Nzoia. So wameuza Pani Pepa. So wameuza Kitinda. So wameuza Nzoia. So wameuza Mumias. Ino wamepakishia sisi. Na mimi niliambia yule Muhindi anaitwa Rai. Kama elewe historia ni kwamba ile shamba ya Nzoia, kuna watu wetu waliwacha hiyo shamba, wakakuja wanaishi hapa Chadicha, hapa Sven. Kuna wengine wanaishi Ututu na Kongoli, huko Cherengani. Waliwacha shamba ili factory ikajengwe hapo. Hiyo factory ni yetu, sio serikali. Wajue namna hiyo. Kila decision ambaye inafanywa kuhusu factory lazima tuhusishwe. Yule Muhindi aliangusha Pani Pepa, hakuna kitu amefanya kwa Pani Pepa. Alipeleka mambo yote kule Tanzania, amefungua factory na makaratasi, akafunga hii. Saa hizi yeye anamiliki West Kenya. Atafunga Nzoia, akili yake yote atapeleka West Kenya. Tuko na shamba letu hapa 24,000 acres. Hatutakubali enda ya Mungu. Hata ikikuwa miaka 10, hata miaka mingapi, ile siku utachukua nafasi ya uongozi wa taifa la Kenya, mtu ya kwanza kufukuza atakuwa ni Rai. Akaa kijua namna hiyo. Na viongozi wa Bungoma nikiongea mambo ya Nzoia wanakasirika. Hata my brother Lusaka anakasirika na mimi nimeongea mambo ya Nzoia. Anakasirika kwa sababu gani? Wetangula anakasirika kwa sababu gani? Baraza anakasirika kwa sababu gani? Wawacha ukasirika, mimi nasema ukweli, we got a road deal. Hawezi kusema shamba ya Nzoia wanakodesha eka moja kwa shilingi 50,000 kwa miaka 30 kwa eka moja. Kumaanisha kwamba kila mwaka eka moja wanakodesha kwa shilingi 1,600. Hata hapa mbai na wenye kukodesha buli mabandu befwe 1,000 ndalo nyola waina buli matebwe. Hiyo maneno ndio mimi nasema wanakasirika na mimi. Na mimi nimewaambia kama hao ni waangwana, wale wafanyakazi wa Nzoia wote 13,000 wasifuta hata mmoja. Nasikia wale casuals wamefutwa wote. Wale ambao ni permanent 3,000 nao pia watafutwa. Hao wenzetu viongozi wa Bungoma, can you stand before the media and assure the people of Bungoma ya kwamba wale wafanyikazi wa Nzoia watafutwa kazi? Wataweza kusema hivyo kweli? Baba wele biabwe basi lile vekure bandu kama umia sana. Watu wetu ambai, mutanikubali mimi niongee kwa niaba ya Mluya? Mutanikubali mimi niongee kwa niaba ya mtu ambaye amepinyiliwa chini? Na mimi nikikuwa kule mbele nikiangalia nyuma nitaona watu huko? Mutanishikilia? Na wewe mleo kupomwila. Ulandi na kumono. Ulandi la.